wa chuma, kwa maana ya uundaji wa mashine za kilimo na utengenezaji. Wazo letu la kiwanda cha chuma ndio mama kwa mradi huu. Kwa hivyo huu mradi upo kwa maana kwamba kutuwezesha sisi kupata fedha ya ujenzi wa kiwanda kidogo cha chuma cha kuanzia. Wazo letu lilipokuwa limekamilika kabisa kwamba tunahitaji kujenga kiwanda cha chuma, tulitembelewa na wataalamu wa masuala ya kiufundi kutoka SIDO, ambapo hao wataalamu watushauri ubora wa jengo linalotakiwa ambalo litaweza kukidhi viwango vya watu kuingia kufanya kazi mle ndani na usalama kwa ujumla. Kwa hiyo ikaonekana alikuwa tupate kokoto ambazo ni bora na mchanga ambao ni bora, matofali ambao ni bora, na tulipopiga hesabu kwa wakati huo ikaonekana gharama ni kubwa sana, tusingeliweza kumudu kufanya manunuzi ya hizo kokoto pamoja na vyuma ili kuweza kusimamisha hiyo jengo letu. Baada ya kufikia wazo kwamba baada ya kusikia maoni ya kitaalamu, kilichofuata ilikuwa ni kuchanganua kama tunaweza kulifanya kwa wakati huo au la. Jibu likaonekana kwamba kwa wakati huo haitawezekana. Kwa hivyo tuanze na namna gani tutaweza kuzalisha wenyewe kokoto zitusaidie kununua vyuma ambavyo vinatakiwa kwa ajili ya ujenzi kwa maana ya nondo, na pia tuweze kupata simenti na kukamilisha huo ujenzi. Kwa hiyo tumeamua kwamba tufanye hii biashara ya kokoto ili tupate fedha kukamilisha ujenzi wa kiwanda chetu cha chuma ambayo ndio ndoto kuu tuliyokuwa nayo. Tulipataje mtaji? Tulitembelewa na ofisi za halmashauri. Wakatuona jinsi tunavyofanya kazi katika kikundi chetu, wakatupatia mkopo wa milioni 20 miaka 5-6 iliyopita. Tulifanikiwa kupata hizo fedha na tukanunua mashine za kuanzia. Tulianza kununua mashine kwa ajili ya kuchorongea. Baadaye tumefanya biashara ya mawe, mtaji ukaongezeka, tukaweza kupata fedha kiasi kwa ajili ya ununuzi wa mashine ya kusagia kwa maana ya crusher. Tukaja tukapata mkopo tena milioni 20. Tulipopata milioni 20 na sisi tulikuwa tuna 40, tukaweza kununua crusher moja. Tulipopata hiyo crusher haikuwa na vifaa vingine vya kuwezesha kufanya yenyewe kazi, lakini kwa kuwa tayari tulikuwa tumeshapata mashine mama, vifaa vingine tuweza kuassemble sisi wenyewe kutoka kwenye karakana yetu. Kwa tumeweza kununua crusher milioni 60, ambapo milioni 20 tuweza kufunga hii mashine. Tumefanya kazi mpaka sasa, mwaka huu ni wa 3. Tumeweza kuiongezea vifaa vingine kwa maana ya kublade kokoto, na zaidi ya yote sasa hivi tumeongeza wigo wa masoko pia, kwa maana kwamba tuna supply kwenye ofisi za, tulianza na ofisi za halmashauri, baadaye kwenye majengo ya mkoa, nayo yaliweza kutuwezesha sisi kusonga mbele zaidi. Tumepata nini baada ya kazi hizo zote? Tumefunga mashine na ujenzi unaendelea kama mnavyoona nyuma yangu hapa. Baadhi ya mashine hazijakamilika, bado ziko njiani kuja kufungwa mahali. Lakini fedha ambazo zimetokana na mapato ambayo ni mauzo ya kokoto na mawe, ambayo sehemu kubwa ya 75% ya soko tulokuwa nalo inatokana na manunuzi ya serikali, tumeweza kupata mashine za kuchongea vyuma ambazo tumeshafikia lengo la 50% katika ndoto yetu ya kujenga kiwanda cha chuma, ambazo bila shaka tutazitembelea, mtaweza kwenda kuziona. Na pia tumepata eneo ambapo tutafanya huu ujenzi wa kiwanda cha chuma, na tunatarajia kiwe kiwanda kwa Njombe, kwa nyanda za juu kusini. Tunataka kiwe kiwanda cha kati ambacho kitazalisha bidhaa za kilimo kwa maana ya usindikaji na pia huduma ya vifaa vya umwagiliaji. Tunatarajia kuanza kuzalisha plau za matrekta, plau za majembe ya ng'ombe, tunatarajia kuanza kuzalisha. Kwa hiyo tumefikia 50% ya huo mradi, lakini tunajikongoja ili tuweze kufikia malengo halisi. Upatikanaji wa chuma kwa sasa hivi imekuwa ni rahisi. Miaka 3 iliyopita ilikuwa ni kazi kidogo kupata, lakini kwa sababu ya mradi ambao unatoka Liganga kuleta huku Makambako, kiwanda cha China kinajengwa hapa, tunajua baada ya miaka mingi kitaanza uzalishaji wa chuma nzito kabisa. Kwa tunaweza kupata material ambazo zitatusaidia kiwandani. Sasa hivi chuma kitakuwa kinapatikana wastani wa kilomita 15 tu. Tunaweza kupata chuma na kufanya kazi. Kwanza mashine tulizokuwa nazo ni ndogo. Iwapo tutapata mashine ni kubwa kiasi kutoka hapa, hata ya kati kutoka kwenye hii tuliyokuwa nayo, ina maana uzalishaji utaongezeka. Ukiongezeka uzalishaji na soko likawa la uhakika, kwa sababu ya ubora wa kokoto ambao tutakuwa tukiitoa, tutaweza kufikia malengo. Kwa hiyo tunahitaji kupata fedha zaidi ili tuweze kuboresha kwanza uchakataji wa kokoto, ziweze kufikia kiwango cha kujenga hata lami, kwa sababu kwa sasa kwa stage tuliyofikia huwezi kujengea lami.
lakini soko la lami liko juu zaidi, ni jingi, uhitaji ni mkubwa zaidi. Umoja tuliokuwa nao sisi, hatuchukui fedha hizo na kugawana kila mtu kufanya anachokitaka. Aina mradi tunaoufanya, fedha hizo tunazozipata zinatuwezesha sisi kuzalisha ajira zaidi, kwa maana kwamba zinatuongezea mtaji katika uzalishaji. Na katika kugawana majukumu, hapa kuna mtu ambaye anazalisha mawe tu kwa maana ya malighafi kwa ajili ya kokoto, na mtu akimaliza kuzalisha yale mawe, hapa kuna mtu ambaye anahusika na swala la kusagisha. Kwa hiyo yule anayesagisha hamuingilii yule ambaye anazalisha mawe kule. Kwa hiyo tumetengana katika vipengele tofauti tofauti. Fedha hizo hazijaishia hapa, zinaendesha karakana. Kwa hiyo kuna watu ambao katika watano tuliokuwa nao, kuna watatu wapo sehemu ya mgodi, ambapo sio wao tu wanatusha kwenye uendeshaji, wanasimamia fedha ambazo tumeshagawana kwamba huyu anashika milioni 10 au 15 atasimamia uzalishaji wa mawe, huyu atashughulikia uzalishaji wa kokoto. Kwa hiyo kuna madaraja tofauti tofauti, tumegawana madaraja. Mimi kama mwenyekiti, mimi pia na kitengo kingine, mimi nashughulika na masuala ya mashine, kwamba mashine imesumbua, mimi ndio naulizwa. Na kwa upande wa mashine, mimi ndio nazalisha pia fedha kule, kwa maana kwamba tunahudumia na watu wengine, kiwanda chetu kingine cha chuma. Kwa hiyo tumegawana, kila mtu kwa nafasi yake. Ambaye ufundi umekomaa zaidi yupo kwenye karakana, ambaye yupo kwenye shughuli za kokoto naye tumetengana kulingana na uwezo pia wa fikra. Kwa niaba ya kundi zima la Mtwango Youth Technology Center, tunashukuru sana serikali ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika kusimamia mipango hii ambayo inatuwezesha. Tunashukuru kwa sababu tayari tumeshatekelezewa na wala hatukutumia gharama zaidi ya kutembelewa na zaidi ya kuomba na kufundishwa namna ya usimamizi wa masuala ya kifedha. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Na pia kwa niaba ya nchi nzima, vijana wanaweza kufanya jambo kubwa kama tunafanya sisi, hata zaidi ya sisi. Kwa sababu tunaamini wapo vijana ambao wana akili nyingi kuliko hata sisi, lakini bado hawaamini kama wakifika kupata mikopo wanaweza kufanya kitu. Vijana tunaweza, hata kama sisi hatujasoma, tunaweza. Haji halisi liko huko, na tunamwaminisha Mheshimiwa Rais kwamba sisi tunaweza. Baada ya miaka 3 ataona jambo kubwa zaidi kwa hili ambalo tunafanya.